Hello, tuangazie moja kati ya topic muhimu sana. Kwa nini matatizo ya figo ni hatari sana, na ikitokea mtu kapata matatizo ya figo, basi uponyaji wake ni hatari na mara nyingi inaweza ikapelekea kifo. Sababu ni kama ifuatavyo. Figo ni kiungo muhimu sana mwilini na kinafanya kazi muhimu sana. Ndio maana figo ikipata hitilafu ni rahisi sana mwili wako kuharibiwa na ama kupoteza maisha kirahisi sana. Na hata matibabu yake pia yanakuwa ni changamoto. Sababu ni kama ifuatavyo. Unapokuwa na ugonjwa wa figo, maana yake mwili wako unashindwa kuchuja sumu mwilini. Kwa hiyo kunakuwa na mlundikano wa sumu nyingi sana mwilini. Ndio hizo sumu zinaweza kusababisha mwili kuwasha, zinaweza kusababishia mwili kuvimba na matatizo mengineyo kama vile pressure na vitu vinginevyo. Kwa hivyo sumu zinaporundikana mwilini ni hatari. Figo halifanyi kazi, maana yake hizi sumu hazina namna ya kutolewa mwilini. Na teknolojia ya sasa ni chache sana ambazo zinaweza zikafanya kazi mbadala wa figo. Kulingana na hali hiyo, ndio maana matibabu ya mbadala wa figo ni ghali sana. Hasa dialysis. Ni vitu ambavyo vinahitaji gharama kubwa sana. Kwa hivyo unapopata matatizo ya figo, ujue kabisa ni kitu ambacho sio rahisi kukidhibiti, na hata kama utakidhibiti basi ni gharama kubwa sana. Na ukikipata, kuhangaika, mateso na kifo ni kitu ambacho unaweza usikikwepe kwa sababu hiyo. Ya kwanza ni kwamba kutakuwa na mlundikano wa sumu, kwa hivyo mwili wako utahangaika. Sababu ya pili, figo likishafeli ama likipata changamoto yoyote litasababisha hitilafu katika mzunguko wa damu. Na sana sana itasababisha shinikizo kubwa la damu pamoja na kisukari. Matatizo ambayo ni hatari kweli. Ukishakuwa na haya matatizo, basi maisha yako yanakuwa yako rehani. Nasema ni spana mkononi. Kitu kidogo tu kinaweza kikakuvuruga na kikakuharibu moja kwa moja. Lakini pia kitu kingine ni kwamba unapokuwa na haya matatizo ya figo, kinga ya mwili inadhoofu, kwa sababu figo inahusika pia moja kwa moja kwenye utengenezwaji wa kinga za mwili. Kwa hiyo unapokuwa na tatizo la figo, basi na kinga ya mwili itaregarega. Ndio maana utakuwa rahisi sana kupata maambukizi ya mara kwa mara, hata yale ya kawaida tu, kwa sababu figo, moja kati ya engine ambazo zilitakiwa zikusaidie kuimarisha kinga yako ya mwili, tayari zimeshapata changamoto. Na kama mnavyofahamu, kuimarisha kinga ya mwili sio kitu rahisi. Moja kati ya magonjwa ambayo ni hatari kuyatibu ni matatizo ya upungufu wa kinga mwilini, ikiwemo labda TB, lakini pia kuna ukimwi. Kinga za mwili ni kitu ambacho ni muhimu sana. Njia za kurudisha kinga mwilini za asili ama hizi za kisasa zina ufanisi mdogo sana, lakini pia ni gharama kuzitibu na zinachosha kwa sababu zinahitaji matibabu ya mara kwa mara. Jambo lingine ni maumivu makali ya mwili. Unapopata matatizo ya figo, utegemee kupata maumivu makali sana ya mwili, hasa kama una tatizo la mawe kwenye figo. Sasa mwili hauwezi ukavumilia maumivu. Maumivu yanayotokana na mawe kwenye figo sio rahisi kuyatibu kwa dawa za maumivu, kwa sababu hizi dawa za kawaida za maumivu nazo zinaenda kusababisha matatizo kwenye figo. Kwa hivyo tayari una tatizo kwenye figo. Ukitumia dawa hizi za kawaida za kupunguza maumivu, zitakusaidia kwa muda mfupi, lakini zinakuwa zinaongeza tatizo zaidi, zinaenda kudamage zaidi figo. Kwa hivyo unaweza ukaona ni kwa namna gani kiungo hichi cha figo kilivyo ngumu sana kuipambania figo inapopata changamoto kutokana na hizi sababu ambazo tumezitaja. Kwa hiyo figo ni organi muhimu sana. Jitahidi sana kuitunza kwa gharama yoyote, kwa sababu ikipata changamoto sio rahisi wewe kusurvive katika yale maisha ya salama. Hivyo zingatia health lifestyle, zingatia masomo unayofundishwa kuhusu afya yako kwa ujumla na afya ya figo. Hope utakuwa umeenjoy somo. Wakati mwingine, bye bye.